Unajua, tulipopata matatizo kwa serikali ya Ruto, mimi nilirudi pale wa Munyoro, nikakuwa na kikao na watu wetu wa Mlima na Wakenya wengine, na tukakubaliana kabisa na kila mtu, watu ya biashara, watu wa kanisa, watu wa Gen Z na kila kiongozi, ya kwamba tulifanya makosa kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Na wale walikuja kuniona wakaniagiza mimi nikiwa kiongozi wa eneo hili ni tafute gari letu la kutafuta serikali, tuunde chama chetu, chama cha watu wetu, tukishikana na Wakenya wengine, ndio tusijipate katika ile shimo tuko saa hii. Kwa sababu serikali tulipata nilikuwa ni yetu, tulikuwa majority 47%, lakini kwa sababu hatukuwa na chama yetu, William Ruto ametufukuza kwa serikali, na hatukuwa na namna, lazima angetufukuza kwa sababu ndio alikuwa na logbook na ndio driver ya ile gari ambaye tuliingia. Ndio mimi tukiwa na viongozi tukaunda chama cha DCP, Democracy for the Citizens Party, na our slogan ni sikiza wa Kenya. Alama yetu ni sikio. Hili chama hiki chetu kitaongozwa na maono ya Wakenya. Kwa sababu ukiwa wewe ni mfanyikazi, lazima usikize tajiri yako vile anataka uendeshe ile kazi amekupatia. Katika uongozi wa Jamhuri ya Kenya, matajiri ya viongozi ni wananchi, na ndio sisi tunasema katika chama chetu muongozo wetu itakuwa ni kusikiza Wakenya, ndio watuambie vile wanataka kuongozwa, watupatie yale maneno wangetaka kufanyiwa. For example, ukiwa hapa Meru ni county ya ukulima ya majani chai, ya kahawa, ya maziwa, ya miraa, ya korosho na mimea zingine. Lazima chama chetu kitakuwa ni cha kusikiza watu wa Meru. Mungetaka tufanye nini katika sekta ya kahawa, katika sekta ya majani chai, katika sekta ya miraa, katika sekta ya maziwa. Watu wa Meru hapa ni watu ya biashara. Lazima tusikize watu wa Meru kama chama, kama serikali ambaye tutaunda na chama yetu, kuuliza watu wa Meru mambo ya biashara mungetaka tupange namna gani. Katika mambo ya maendeleo, ujenzi wa barabara, mambo ya maji ya kukunywa na kulima, lazima tuketi chini na wananchi tuwasikize. Na tukianza, kama hatuendi vizuri, tutakuwa tayari kila wakati kuwasikiza Wakenya, ndio watuongoze, watupatie mwelekeo, ndio tuongoze vile wanatakikana. Kwa hivyo muongozo wa chama chetu cha DCP ni kusikiza Wakenya, na yale yote ambaye tutafanya katika uongozi wetu, katika hii serikali tutaunda, tutakuwa tumeweka kipaumbele kusikiza Mkenya na kufuata vile anataka na vile anaonelea ndivyo vyema na ndivyo angetaka kuongozwa. Mheshimiwa Rigathi, wajua ukisikiza Mkenya Mkenya atakwambia, kwa sababu some of the issues zile ambazo mko nayo na against hii serikali ni kwamba mwananchi anatoshwa ushuru zaidi, mwananchi anafinyelewa. So mwananchi ukimuuliza atakwambia hataki kulipa ushuru, lakini mwananchi anataka ajengewe barabara. Sasa ni vipi